Naitwa Dr. Katanta Mantamba Simwanza, ni mshauri mwandamizi wa masuala ya jinsia, afya ya uzazi pamoja na malezi. Tukikutana na wajumbe wa kamati za MTAKUWA kutoka wilaya ya Same na wilaya ya Mwanga, ambapo tunajaribu kuangalia maeneo muhimu katika kutekeleza mradi ambao unalenga kuwafikia wanawake na wanajamii, ikiwa na malengo makubwa matatu. Lengo la kwanza ni kuzuia vitendo vya ukatili wa kijinsia, lakini lengo la pili ni kuweza kuangalia namna gani masuala ya mabadiliko ya nchi yanavyoweza kuchangia au kupelekea masuala ya ukatili wa kijinsia pamoja na uzalishaji wa mazao, lakini zaidi ya tatu kuweza kuangalia ni kwa namna gani wanawake wanaweza wakashirikishwa katika masuala ya uongozi, vyombo vya kutoa maamuzi na ushiriki katika masuala ya siasa kwa ujumla wake. Wadau tunaokutana nao ni wajumbe wa kamati za MTAKUWA, watu maarufu kutoka kwenye jamii, lakini pia na wataalamu kutoka vituo vya KC Knowledge Centers, vituo vya maarifa ambavyo vinafanya kazi katika wilaya hizi mbili katika mkoa huu wa Kilimanjaro. Katika kujadiliana tumegundua ya kwamba kuna changamoto kubwa sana katika masuala ya ukatili wa kijinsia bado iko katika mkoa wetu wa Kilimanjaro na hasa katika wilaya ya Same na Mwanga, na mambo ambayo yameongelewa na kwa kiwango kikubwa, mfano wameibua masuala ya vipigo kwa wanawake, bado kuna hisia za masuala ya ukeketaji wa kijinsia yakitokea, lakini zaidi vile vile ushiriki mdogo wa wanawake katika masuala ya kutoa maamuzi kwa namna moja au nyingine. Lakini zaidi ya yote tunaona wadau wameweza kuangalia kwa undani na kuweza kuona ya kwamba kunapokuwa na masuala ya ukatili wa kijinsia kuna changamoto nyingi sana katika jamii ambazo zinajitokeza. Mojawapo ikiwa ni changamoto za kiafya, lakini ushiriki mdogo wa wanawake na wasichana katika masuala ya uchumi na maendeleo. Lakini vile vile kumekuwa na majadiliano ambayo yanaonyesha kwamba kuna haja ya sasa kuwepo na chombo ambacho pia kitaangalia masuala ya wanaume kwa namna moja au nyingine. Hii itawezesha kuhakikisha kwamba katika jamii tunavyoongelea masuala ya utoaji maamuzi yanakuwa sawia baina ya wanawake na wanaume. Kwani sasa hivi pia kuna hisia ya kwamba wanaume wanadhani kwamba pia kuna wakati mwingine hawashirikishwi ipasavyo katika kutatua changamoto fulani fulani, na ndio maana wanasema kuna umuhimu sana, wajumbe hawa wamesema ushiriki wa wanaume ukawepo mkubwa katika kuongelea masuala na kutatua changamoto za masuala ya ukatili wa kijinsia. Mathalan, tumegundua ya kwamba washiriki wakubwa walio wengi katika mkutano huu pia wachache wanauelewa juu ya mpango wa kwanza na wa pili wa kuzuia ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake na watoto hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo wangependa zaidi kuweza kuona mawanda yanaongezwa na watu wengi zaidi wanafikiwa na kufahamu umuhimu wa uwepo wa huu mwongozo wa kitaifa ambao unaongelea juu ya masuala ya ukatili dhidi ya wanawake na watoto hapa nchini Tanzania, na watu wana nafasi gani, wana wajibu gani katika kutatua changamoto mbalimbali ambazo wanakabiliana nazo hapa nchini Tanzania. Jina langu mimi ni mchungaji Rafaeli Gadieli Mbwambo wa kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania, Dayosisi ya Pare Usharika wa Kizungu. Leo katika semina hii nimeweza kujifunza mambo mawili matatu ya msingi sana. Kwanza, nimeona jinsi mfumo dume ulivyoweza kunyanyasa jamii au mifumo ya kuambiwa au mifumo isiyoandikika ilivyoweza kuchukua nafasi kwenye jamii yetu. Mfano, jamii yetu wakina mama walionekana kama wao hawana sauti, wao ni wakutii tu. Wanaume walionekana wao ndio wenye sauti na maamuzi sahihi, lakini kumbe haya ni mambo ambayo hayakuandikika kama mfumo, lakini yalikaa kwenye mioyo, watu wakayaiga, wakayatumia na yakafikisha jamii leo ilikofikishwa. Na watu wengi wakaweza kutembea kwenye mifumo hiyo ambayo wengine walibeba uchungu, walibeba malalamiko, na hata nafsi zao ziliinama, wakashindwa kwenda mbele na kuweza kufikia matarajio mazuri ya kesho ya familia zao.
na familia zetu zimeweza kuingia katika hali hii ngumu. Unaona kijana akikuwa na yeye anafuata yale ya babu aliyomweleza, yale babu aliyomsimulia. Hata mengine alikuwa haikuandikwa, lakini ameendelea kutesa jamii mpaka leo. Lakini mimi leo katika washa hii au katika semina hii nimejifunza jambo la kuiambia jamii kwa wazi, kujitambua kama wao ni wana wa Mungu, kujitambua kwamba wao Mungu anawahitaji sana, pasiwepo anayenyanyaswa wala anayegandamizwa, lakini wote wawe huru, wakizidi kuitegemea kusudi la Mungu na kuliona kesho ya watoto wao au ya taifa hili ikiwa ni kesho yenye mafanikio sawa sawa. Na ninaporudi kule kwenye usharika, nitaeleza kabisa jinsi ambavyo tumenyanyaswa na mfumo wa kuambiwa, na sisi tukatembea kwenye mfumo huo ambao umetufikisha mahali pagumu. Lakini kwa sababu bado tunayo maisha na bado tunayo Mungu, tunahitajika kupita kwenye toba ya kumaanisha ya kwamba tumefanya dhambi sisi na kizazi chetu, na kujitoa kwenye hayo mifumo. Tunajitoaje? Kwa kujitambua kwamba tulikopita sio sahihi, tuliko sio sahihi, lakini tuna tarajio la kufika kesho nzuri na yenye mafanikio. Mimi kwa jina naitwa Yuda Petri Mzirai, natokea kule Vumari. Mimi naona katika mafunzo ya leo, kwanza nimepata mabadiliko kiasi fulani, hasa katika nyanja hii ya mama kulimbikiwa majukumu mengi. Na haya mambo katika mwanzo wa hii nchi yetu ilikuwa tunajua kwamba mama ni sehemu ya familia, shughuli zote zinamhusu. Lakini baada ya elimu ya leo nimegundua kitu kwamba kumbe majukumu ya mama yanampasa baba pia. Kwa hiyo majukumu haya yanatupasa sisi sote kwa ujumla, hakuna jukumu la baba wala la mama, yote tunaweza kuyashare kwa pamoja. Kitu ambacho cha kufanya, kwanza jamii ipate elimu kwa nguvu kama tulivyoendelea kupata hapa, tuipatie elimu, tuibadilishe, ili kipokea elimu kama ilivyokuwa imefundishwa, basi itapata mabadiliko jamii yetu. Alafu la pili, serikali iweke msisitizo kwenye mabadiliko chanya ya kuwapa wamama kipaumbele, wanawake kipaumbele kwa ajili ya kujua haki zao, ili mama mwingine asipate uonevu kwa sababu hajui haki yake. Kwa majina naitwa Adija Emedi Msuya, ni mwana KC kutoka kata ya Lembeni. Vitendo ambavyo ni changamoto katika kata yetu ambavyo mpaka sasa hivi bado vipo, japokuwa ni kwa uchache sana, ni swala la watoto kukataa shule. Watoto wanakataa shule na tunaendelea kupambana nalo kwa sababu tupo karibu na wale wahusika wa serikali kama polisi kata, afisa mtendaji wa kata na vijiji. Kwa hiyo tunaweza kuendelea kulipambania. Lakini pia swala la vipigo kwa wanawake pia lipo. Swala la vipigo kwa wanawake lipo na tunaendelea kulipambania kwa sababu wameshajua kwamba vile vipigo ni ukatili wanavyofanywa, kwa sababu walikuwa wanaficha, sasa hivi wanasema. Kwa hiyo hilo pia linajitokeza sana na tunaendelea kulipambania. Tunawashukuru TGNP kwa kuendelea kutupatia mafunzo na kuendelea kutukuza zaidi, kwa sababu kuna baadhi ya mambo mengi tulikuwa hatuyafahamu, lakini tunavyoendelea kuyafahamu basi yanatunufaisha kwa sehemu kubwa, kwa sababu kama mafunzo ya leo hasa yamegusa kuwa na hofu ya Mungu. Yaani ule ukatili kutokomeza kwa namna moja au nyingine, basi hofu ya Mungu inahitajika zaidi. Na nafasi ya mwanamke na nafasi ya mwanaume pia inahitajika. Zote ni za muhimu. Kwa hiyo tunavyoendelea kupata mafunzo, na sisi ndio tutakavyoendelea na upambanaji dhidi ya hayo matendo yanayoendelea ya ukatili. Majina naitwa Omari Abdi Msofi, ni mama msikiti wa Kisangara. Lakini kwa kulingana na mafunzo ambayo tunayapata na elimu ambayo tunaipata katika jamii, cha kwanza kabisa ni kwenda kuelimisha jamii kuhusu ukatili kufuatana na jinsia za watu, kuhusu wanaume na wanawake, na yale mambo ambayo yanasababisha huo ukatili, ili yaweze kutokomea katika jamii. Na vile vile katika watoto na wanawake na watoto, hata wanaume wako ambao nao wanafanywa ukatili.
lakini ni wajibu sisi kama kamati na watu wa jamii kushughulika na hizo jamii zote katika makanisa, misikiti, mashuleni na katika sehemu nyingine zenye mikusanyiko, hata vijiweni, katika bodaboda na kadhalika, ili kuepusha haya matukio ambayo yasiyofaa ya ukatili. Katika jamii kuna mifumo dume na mifumo jike kwenye jamii. Lakini katika dini sidhani labda ni watu, dini zinaweka watu wakae sawa, watu wote wana haki sawa. Kwa mwanamume na mwanamke, kila mmoja kumheshimu mwenzake, kila mmoja kukaa na hasa kwa mfano upande wa Uislamu, inatakiwa mwanamume ndio labda kupika, afue na mambo mengi afanye, ndio majukumu yake mwanamume kwa mwanamke. Kwa hiyo mwanamke ana nafasi kubwa hata ya ushauri kwa mwanamume. Kwa hiyo hilo nalo labda kwenye jamii nako sasa kuna ule mfumo